Praise God. So today I came to give you a word of comfort. Nehemiah 8:10 says, "The joy of the Lord is my strength." Amen. We have won and now we have the joy. That joy that the Lord has given to us is going to be our strength. Praise the living God. Amen. The joy of the Lord is my strength. Because when the Lord gives joy, He means to give joy. He does not give as the world gives. The world will give you joy and then demand something for it. But the Lord gives joy and says, "You are my son. I want you to live a happy life. I want you to live a victorious life. I don't want you to keep crying all the time." You know, when you keep crying, even your parents, if you are living with your parents and you are crying all the time, every time you have a problem, you are not even telling it to your parents. You are telling it to other people, or you are just crying. Unaamka tu unaanza kulia. Does that make your parents happy? Or does that make the environment around you happy? So who do we tell the worst problem we have? Tunaambia nani wa kwanza? Sisemi God. You are living with your father and mother, or you are living with your guardian or your sister. Ukipata shida, kwanza unaenda kuambia watu wa nje. Ikishaisha ile ladha ndio mama yako atasikilia kwa jirani. Ati unajua huyu mtoto wako analianga, mwalimu anamchapanga shuleni. Ati hiyo tunafanyanga analia tu. Wewe haujui. Unaniona? When you have a burden or a problem, the first person to know is your closest person you live with. Either your guardian or your sister or your mother, your father. I'm saying that because I have no they don't live with the parents. So the closest person is the one you explain to. And in this case, I mean, God is our closest friend. Amen. You have a problem, first, even before you tell it to people, tell it to God first. Amen. Amina. Wakati ule unalia, kabla hata mimi sijaona nilie na wewe, ambia Mungu kwanza. Tell it to God, I have this and this problem. Please God, ninaomba unisaidie. You cry to Him as your father. Na niambie baba yako hata kama ana uchungu na wewe, hata kama ulimkosea. But when you go to Him, ukiplead, kuna ile connection ya damu. Yani your child hata ni mwizi, ni jambasi sugu, lakini mabaya yakimpata you feel it. Huwezi tu kusema muue, kama vile unaweza shout kama ni mtu mwingine. Huwezi sema muue, sio justice. Hata labda alikuibia, hata labda alikupiga na mawe, lakini unakuta anapigwa. Unasema tafadhali naomba ngojeni kwanza. Wacha kwanza, yani unataka umtetee, you give a recommendation about him, ama uombe msamaha kwa ajili yake. That is how our God is. Tunamkosea, tunaanguka, tunamsahau, tunamtusi, tunakataa hata kumtii, lakini when trouble comes, unarudi unasema, Baba naomba unisaidie. Na bado anakusaidia tu. Praise God. Hata ni mwizi anaenda kuiba, lakini kuiba, but anasema Mungu unisaidie nisishikwe. Sio? Si tunaibanga saa nyingine. Anasema Mungu acha tuniibe tu leo ya mwisho, lakini unisaidie nisishikwe. Unaenda unaiba. Sijui kama ni Mungu anakusaidia haushikwi. Siku nyingine ukienda kuomba, unaona umeomba moto imewaka, unasema kumbe hata nikiiba si mbaya. You continue stealing and praying. Praise God. Mungu wetu is a loving Father. Amejaa upendo, but He still gives us a chance. Anakupea nafasi, anajua huyu mtoto wangu ana udhaifu.
ana udhaifu, si ndio? Ameiba kwa sababu ya njaa ama kwa sababu ya kusukumwa. Labda alikuwa na deni ya mtu amsukumwa alipe. So ameamua kwenda kufanya nini? Kuiba. Yaani unaiba na unafaulu tu. Unasema, kumbe Mungu huwa anasaidia hata wezi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Amen. He is giving you a chance. He is speaking to you. Hata kama unalia, there are so many of us who go to pray. Tuko pamoja kanisani. Many of us go to pray, but still leave the prayer room so disappointed. Umeomba, lakini ukiamka kwa yale magoti, you are still disappointed. Where does this disappointment come from? Because you have prayed, but still change has not entered your mind. Ya kujua kwamba nimeomba na Mungu amesikia. So you are still discouraged. Hata it's like you have done nothing. Bwana asifiwe. Who has ever been discouraged? Anatoka kuomba lakini anaona hapa hata Mungu nimemkasirisha kabisa. Tuko wengi. Hebu nione bana show hand. So this is for you. We are not leaving the prayer room discouraged. Because God says this comfort is for you. God is giving this comfort to you. Don't leave the prayer room discouraged. Accept this change in your mind. When you sinned and asked for forgiveness, God forgave. Praise God. Nakumbuka Timothy always tells me, forgive and forget. And sijui wanua wanasoma wapi. God said, forgive and forget. In the morning he told me, Mom, now you are messing me up. I wonder, hata sikujua hiyo vocabulary alitoa wapi. Sasa mama, unaona vile umenimess. Mpaka saa hizi sijapata jibu. Bado najiuliza nimesi huyu mtoto na mimi. Maybe nimemmess pahali. But forgive and forget. Songa mbele, fanya huduma. If you failed, amuka. Songa mbele, endelea kufanya. Ukianguka kwani yukwama hapo? Si unaanguka na unaamuka. Wakati ulianguka kule kwa barabara ukienda kazi, kwani mbona haukukwama hapo mpaka saa hii? Si mvua ilikuwa imenyesha and the place was so slippery. Ukaslide, ukaanguka. Na ukaamka ukasema nimechafuka. You went and ukachange ama ukaosha. Bwana asifiwe. Haukubaki hapo. So if you find yourself umeslide na umeanguka, either kimwili ama kiroho, wake up. Usikwame hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tunasonga mbele. Tunaendelea na safari mpaka tufike mwisho. Hatutabaki mahali tuliangukia. Tunaamka na tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. You get time, you clean yourself. Na uendelee na safari. Amina. Let not, maybe in the book of John 14:1, let not your heart be troubled, but trust in the Lord. Moyo wako usiache moyo wako kusumbuka. Moyo wako usifadhaike, lakini trust in the Lord. Mtumaini Bwana. Kwa nini tunamtumaini Bwana? Because God always wins. It doesn't matter how long it takes, but God will always win. Unaona? Hata kama utaenda mbio ufikiria kwamba mimi ndio nimeenda nimeshinda, lakini mwisho wake utakuta ni Mungu ameshinda. So tunaambiwa moyo wako usifadhaike. Do not let your heart be troubled, but trust in the Lord. The situation you are going through, the whatever you are facing, trust in the Lord. People may see that you are finished. People may see that
that is the end of you. But inakwambia nini? Trust in the Lord. He is always a winner. Utashinda. Although it will take long. I always tell people the will of God is hard. The will of God is hard, but it is perfect. However hard you will go through that, but remember it is perfect. Atakayekaza mwendo mpaka mwisho atapata huo ushindi. Amen. Praise the living God. There is no shortcut in the things of God. You have to follow the right path to receive what is from the Father. Amen. Praise God. In the book of Psalms, Psalms chapter 1 or 3, verses 1 to 5, it says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. That's the point I want. You bless the Lord and don't forget his benefits. God will always give you. There are benefits of praising God. There are benefits of not giving up. Pushing on in the Lord. There are benefits. So we believe that do not forget these benefits. Don't forget the Lord's benefits. Because that is what is for you. All servants of the Lord must benefit from the Lord. Amen. Every believer must benefit from the Lord. Amen. Whatever small you are doing for the Lord, there is a benefit. Amen. Praise God. So this benefit will come with the percentage or the ability, your ability of working. How you have been working. Bwana asifiwe. Hizi benefits zitakuja hivyo. There are always benefits in the Lord. Waiting patiently on the Lord, you will always get your benefit. Unanipata? And these benefits, each one of us will receive according to the work he has done. Ile bidii yako umetumia na ile kazi ambayo umefanya, unapata benefit yako. Praise God. Hallelujah. Amen. You see, like when you have a share or if you have shares in a company, yule mtu ametoa shares nyingi anapata. Nyinyi mnajua shares? Mimi hata mimi sijui, lakini najuanga hivyo. Ati yule ametoa, wewe ukitoa share moja na mwingine ametoa shares 10, mtapata faida same? Si unapata kulingana na what you have invested. Yes, in the kingdom of God. Bidii yako, imani yako. Nashukuru sana Bwana Yesu. Tusome mahali inasema kwamba your faith has healed you. So you are sick, but your faith. Ukikuja tu hapo sema, hata naamini nimepona. Lakini hauamini, you don't get healed. Praise God. Amen. But Yesu alisema aje, at your faith has healed you. When the Lord says to you, you are healed, it is your faith that heals you. When you trust or seek something from the Lord, it is your faith that will give you. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Do you have faith in the Lord? And why are you crying all the time if you have faith in the Lord? Unalia kwa sababu ya furaha ya kupokea ama kwa kujihurumia? Matthew 9:22. Matthew 9:22. But Jesus turned and saw her
Have courage, daughter. Tuweke King James nani? But Jesus turned to him, and when he saw her, he said, daughter, be of what? Good comfort. Thy faith has healed you. When you trust in the Lord, you don't just trust Him. You have to have faith in the Lord. Kuamini ya kwamba whatever you are asking from Him is going to be given to you. Praise God. Hakuna kuamini na ujanja ama na ukora ama na njia ingine. Just trusting that God is faithful and He is going to do it. Amen. Amen. So you don't leave the prayer room with the sadness upon your heart again. Hiyo ni kumaanisha kwamba you don't have faith for healing. Amen. You leave the prayer room with courage, with strength, with power. Ukijua kwamba umefanyaje? Umepona, umeshinda. That Jesus aliponya, Jesus healed their wounds, their diseases and their wounds. Bwana asifiwe. What are wounds? Ni vidonda, sio? Ni vidonda. Wounds. Unajua wounds when they are oozing, zinatoa uzaa ama they are just fresh. Ziko na uchungu lakini they are open. Wounds are open, sio? Somebody can see a wound na I dress, I treat. I weke dawa ama I dress. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu aliponya their wounds and their diseases. Anyone who came to him with a disease, Yesu hakuna mtu alirudi bila kuponywa. Bwana Yesu asifiwe. There are so many wounds in our hearts ambazo sisi hatuwezi kuona, but Yesu anaiona. Bwana asifiwe. Kuna vidonda viko ndani ya miili yetu na ndani ya mioyo yetu na ndani ya akili yetu na ndani ya mawazo yetu. No one can see it. But when you give it to the Lord, anaiona and He will dress it. Amen. The Lord will dress the wound that is inside you. Wound ambayo mtu hawezi kuona. Do you know that there are people who have problems ambayo hajawahi hata ambia mtu yeyote? Ni shida, lakini hajawahi kuambia anyone. Is there anyone of us akona shida ya aina hiyo? Haujawahi, yani it has remained a secret, but it is a problem. I have one. Kuna mtu akona moja kama nini? Joyce unayo? Shida hujawahi ambia mtu. Unapambana tu nayo kila siku, unalia tu, lakini hujawahi ambia mtu. But you know that Yesu anaiona hiyo shida. Yes. Anatazama, anaona hiyo shida, anajua this problem has to be addressed. Huo ni ugonjwa. It is a disease. One of the diseases ambayo Yesu aliponya watu. Kwani disease ni nini? See, anything that it makes your health iharibike. Kitu yoyote inaharibu afya yako ni ugonjwa. Unanipata? Be it stress, be it chuki, be it division, chochote kile, name them. That is a disease. Ambayo Yesu anafaa kuiponya. Because as long as you continue staying with that problem, it will make your health to deteriorate. Unanipata? Akili yako haitasimama vizuri kufurahia kwa sababu kuna nini? There is a problem, there is a disease you are battling with. Amina. The environment around you will not rejoice because of your disease uko nayo. Bwana asifiwe. Disease ya chuki si ni disease. Chuki ni disease ama sio? When you have hatred in you, unakaa umefurahi. Hatred inafanya watu wanaanza kutafuta wachawi.
na majambazi wa kuua wengine. Kwa sababu ya nini? Chuki. So chuki, it will end up kukusukuma kwa kusababisha mauti, kuua hata mtu kwa sababu ya chuki. And it is just the same as kama ni ule ugonjwa wa ukimwi uko nayo, utasababisha mtu afanye nini? Akufe. So what is the difference? Yote inalini kwa mauti. Unanipata? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Failure in life is a disease. It will make you never to rejoice or be happy of your life. Inakuletea stress ambayo inasababisha sijui heart attack and sijui heart failure, cancer, ulcers, kwa sababu you are failing. Hallelujah. Amen. Yesu anakuja kuponya hiyo. Amina. God, Jesus will come to heal our failures in life. Amen. Divisions, kukataliwa kwenye mafamilia bado ni ugonjwa. Hallelujah. Poverty is a disease. Poverty is a disease. Ujinga ni ugonjwa. Sema. Ujinga ni ugonjwa au sio? Ukipata mtoto wako ni mjinga tu kwa shule, haelewi anything, akiambiwa 2+2 anasema 20. Yaani hata ukichukua vijiti umwekee hapa hesabu 1 2. Sasa hii ni 1 na hii ni 2+2. Bado anakuambia 50. Kwani si hata wewe utakuwa mgonjwa? Unajua huyu mtoto a problem ambayo ni problem kushinda problems. The worst problem. So ujinga ni ugonjwa. Uvivu ni ugonjwa. Hata hiyo. Uvivu ni ugonjwa. Na uvivu hata si wa Yesu kukuja kuponya. Wewe tu uamke na ufanye kazi. Amina. Kuna ugonjwa mwingine ya kujitakia, ya kujiletea. Hiyo sasa wewe mwenyewe ng'ang'ana nayo, hata usipende Yesu. Atuona kaanga, hata sijisikiagi kuamka. Hata sijisikii kuoga. Hata haki ninakaa tu na leo najisikia tu hivi, hata sijisikii. Yaani ujisikii your own body, you can't take care of it. Atujisikii, wewe unajisikia niko lazy na hata una aibu, ati niko lazy. You should, yaani mtu mvivu, you should be ashamed of yourself. Yaani ukiingia kwa nyumba, hiyo nyumba imekaa masufuria za jana na juzi, ni zile inzi zinaruka tu, zina celebrate mapepo. Yaani unaona ni inzi lakini sio inzi. Mapepo. I read somewhere in the Bible, vultures zinakaanga mahali kuna nini? Kuna mzoga. Unajua mzoga? Inanuka, haipendezi, imeumwa, ukiangalia it is so disgusting. Lakini hapo ndio vultures zinanukia. Utakuta zile inzi kubwa ziko hapo zina celebrate mapepo haya. Praise God. Sasa wewe ambao unajiweka lazy, ukua lazy ukua lazy ni dhambi. Hata si ujinga, ni dhambi, si ndio? Hata Biblia inasema mtu mvivu na asikule. Kwa nini unaambiwa usikule? God says he will bless our waters and our food. Mungu atabariki maji yetu na chakula chetu. Kumaanisha anafurahia tukule chakula. Yes, Mungu anafurahia tukule chakula. Lakini anarudi anasemaje? Mtu mvivu na asikule. Mtu asiyefanya kazi asikule. So we like eating. Mvivu anapenda kula ama hapendi?
kwanza ndio anakula sana. Because hata hana any other business. Ukiishi na mtu mvivu kwa nyumba, akiamka yeye ndio wa kwanza kuwekelea chai, anauliza na pesa ya mkate iko wapi, kabla uamke ameshakula slice 3-4. At warm up. Okay. So mtu mvivu hiyo ni ya kuacha tu. Yesu asifiwe. Usikuwe mvivu na hata mtu mvivu hawezi kuomba. Hata ile shida imemlemea, imempunja kabisa, lakini utamkuta hapo ndani ya blanketi amefunga mpaka kichwa, hata sijui hata hana fresh air. Hawezi kumua. Amefungia mpaka hata hewa yenye Mungu amempea ya bure. Amefunga hata isiingie kwa blanketi. Ati kwani ni saa ngapi? Ati lunch time imefika. Na kwa blanketi. Dhambi hiyo. Praise the living God. Hallelujah. So tusilie machozi ya kijinga. Machozi yako ukilia. Jana Pastor Lisa alikuwa anatufundisha to be excellent. Najifunza kulia excellent tears. Yes. So we do everything with excellence. Tunalia with excellence. Hallelujah. Amen. Asifiwe. Unajua excellent tears. Yani you are not wasting your tears. Sio machozi ya kijinga. Ile hayana plan. Tunalia machozi na plan. Hata ikipimwa inakuta hii iko na kaupako ndani yake. Then God will just release, anasema hii machozi si ya kuenda bure. Unajua machozi inasaidia. Siku moja tulipata ushuhuda hapa kwa Pastor Masi ule wa Tanzania, akatuambia there was a pregnant woman mahali alikuwa anasimama tu, kuna mtu alikuwa anachoma mahindi pale, lakini yeye anakuja tu anakaa mahali analianga. Sasa watu wanashindwa huyu mama huwa analia nini? Siku moja mtu mmoja akamhurumia, akaenda kumuuliza, kwani mama una shida gani? Akasema, niko hapa nasikia tu roho yangu inataka tu mahindi. Nasikia tu lakini when you are expecting ile hizo zinaitwa cravings. You feel like eating hiyo mahindi lakini hauna uwezo ya kuikula. Hauna dogo ya kununua mahindi. Yaani huyo mtu akamuuliza, unataka kusema hii ndio huwa unalia kila siku? Unakaa tu hapa unaangalia tu mahindi ya wenyewe tu unaangalia tu. Lakini si ilimsaidia. Mahindi tu ndio unalilia kila siku. Chukua hapo mahindi yenye unataka ukule. Mtu akacheka, afurahi, akachukua mahindi akasikia vizuri sana. Those who have ever experienced that mnanipata, si ndio? Mtakuta mwingine analia tu anasema nasikia tu kukula tu mawe. Na sina pesa ya kununua mawe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the living God. So kwa sababu ya machozi, yani analia kabisa mpaka unaweza fikiri amefiwa. Na anaangalia ile mahindi hivi anameza mate tu. So machozi inasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ninashinda kama hangekuwa analia sijui angekuwa anasaidika aje. Maybe hata angepata hata attack kwa sababu ya kumisi tu mahindi. Mahindi choma. Si hata mahindi ya kiabunia na gorogoro ya kusiaga. Mahindi tu choma ile ya 5 bob ukule na usikie tu vizuri. Mama Nancy unanipata? Umamisi mahindi. Uko na hivi unasikia tu kukula mahindi. Amen. So what do we say? We trust in the Lord in all circumstances. When we cry because we know why we are crying. We are crying to the Lord. We are seeking help from the Lord. And that's why you cry. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So, listen carefully to the advice of the Lord.
Listen carefully to what the Lord wants you to hear. Amen. And you will receive what is from the Lord. Praise God. Today I just came to tell you, some of us ambao wamekuwa ailing, wamekuwa kilia na hali ngumu, na hali wanashindwa kuielewa, na unashindwa kupata suluhisho. The Lord wants us to cry for the last time, atupatie nini? Comfort. Utalia ukijua kwamba ninalia haya machozi kwa sababu ya Mungu ananiona. God wants to deliver me. Amina. Praise the living God. I know na ninajua the people I saw crying, there are so many ambao wamekosa suluhisho. Hawana suluhisho kwa sababu ya lile ambalo wanapitia. Praise God. Some of them, after you have shared your problem with people, but still there is no answer. People are not giving you an answer. Watu wanakuhurumia tu, wanasema, na sasa utafanyaje? But Yesu hatakwambia sasa utafanyaje. Yesu atakwambia, amka, chukua godoro lako na uende. Atakwambia, amka, imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. That is what the Lord will do today. Whatever is in your heart, whatever is pressing you down, whatever is pulling you behind, ukitaka kuenda unakuta unakurutwa nyuma. Ukitaka kuomba unakuta kuna mawazo yamechanganyika, hawezi kuomba. Ukitaka hata kumwimbia Mungu, you cannot make it because there is a problem. Kuna mzigo kwa mabega yako, mzigo uzito. You have sought for help from everywhere, but haujawahi pata msaada. Bwana asifiwe. Na kama uliwahi pata msaada, maybe it is just a decision that somebody made for you, na ikakuchanganya, ukamake decision ambayo haikuwa right. Sasa una regret, unasema hata ningekuwa tu ninaishi vile nilikuwa kuliko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Baba mchungaji alikuwa anatufundisha hapa ya kwamba if you cannot solve a problem, don't make it worse. Better leave it the way it is. Useme tu hapa siwezi. Lakini usiseme hii tu unafanya, unachanganya hii, unatoa hii, unaweka hii na inakuwa jibu. Hapana. Leave it the way it is kwa sababu haujui. But because of pride, it has made people kujifanya kusuluhisha problems ambazo si kusuluhisha. Tunaenda kuchotea watu maji wanywe, lakini si kumbe maji unachota. Ni ile kutibua ile kisima, kutoa yatoke maji machafu. Unaona? Sasa hata hili vile watu walikuwa wanakunywa tu, mtu anakuja na bakuli yake anachota kota but clean. Anaenda anakunywa. Kuliko wewe unasema sasa hii kazi mnafanya ngumu hii. Beba galani kubwa ndoo, tumbukiza ndani, chotea watu mchanga na uchafu yote watu wakunywe. It's impossible. Amen. Bwana asifiwe. Better leave it the way it is. Mungu asaidie kwa style nyingine, lakini si wewe uchafue zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Are we going to accept change? Amen. You know, when you accept change, wacha nikwambie kitu. A prayerful person is a very dangerous person. Ukikubali hiyo change ingie hapa na uende kwa magoti, you are a dangerous person. Amen. To the world. Unanipata? You are a dangerous person. Wewe ni mtu wa kuogopewa. Mtu wa kuomba ni mtu wa kuogopa. Kufanya nini? Kuogopwa. Kuogopewa. Kuogopwa. Amina. Praise the living God. A prayerful person hapigani vita vya kawaida, vita vya mwili, vita vya maneno, vita vya fitina na chuki. Yeye anaenda tu kwa magoti and things happen. Ndio utaanza kusikia
Unaona yule dada anaonekana mchawi. Si mchawi, ni magoti. Magoti. You pray and things happen. Watu wanang'ang'ana, wanapigana, wanafurutana, wanafitini, wanafanyiana fitina, lakini wewe fitina yako ni kwa magoti. You talk to God direct, and your answer will come directly from you. Amina. The Bible says, aombaye kwa siri anabarikiwa kwa wazi. Praise the living God. Na anayetaka kuomba ati watu wajue yeye ndio amefanya, anashushwa. Kiburi utashushwa. So pray. Watu wakisha kuona, kama unataka uone sasa, that is your reward. Watu wamekuona, so si wamekuona ukasikia vizuri. Sasa mimi siku hizi naonekana, watu wananionanga na wananisifu na wananipenda. What else have you received? Hiyo ndio zawadi yako. Bachanayeomba kwa Mungu siri, kwenye siri, God will bring you a reward. Reward yako kila mtu ataona. Praise the living God. So we have to accept change. When we accept this change, the Lord is going to do wonders in our lives. Amen. Our faith has to grow in the Lord. We will not keep crying because our warfare has come to an end. Praise God. Amen. You know, when we say like this, there are people who say, hata sioni kama ni ukweli. Yani, your mind, bado is not accepting change. Anasifiwe. Ati hii kweli inaweza kuwa imefika mwisho. Sioni. But blessed is him who will believe and accept change and believe that God is here to take you out of that trouble. Amina. Hallelujah. Wakati wana kitu inawashinda kuamua. Nitakusaidia. Amen. You have something, shida fulani, umekaa nayo kwa muda, umeambia watu, umejaribu bila utaweza, ikakushinda kuamua. Na inakufinya, yaani unasikia hii inanimaliza. Hakuna jibu. You cry day and night. I have once been in that situation. Yaani ukipinduka hivi unasikia tumbo inakata. Umesikia kitu kama hiyo? Yes. Yaani ukianza tu kufikiria hivi, hata kama ulikuwa unataka kukula, appetite inaenda, unasikia kitu. Yaani unasikia, I don't know that to express that feeling. Lakini unasikia feeling nyingine, sijui ni ya uoga, ni ya hofu, ni ya kushindwa, feeling ya kushindwa. Praise God. But God says, those are the wounds I'm coming to heal today. Amen. We want God to take us out of the deep problems that we have been facing. Yale machozi ambayo tumekuwa tukilia usiku na mchana, tunakosa usingizi, wengine tumepata hata attack, wengine tumepata pressure and so on, kwa sababu ya shida ambayo Mungu anaweza kusuluhisha. Hatukujua, but today we are accepting change. Amen. We are accepting that the Lord is moving us somewhere else. Amen. Somewhere where there is the beauty of the Lord. Amen. Hallelujah. We are moving in the beauty of the Lord. We are moving in the divine provision of the Lord. We are moving in healing, the healing of the Lord. God will heal all the wounds inside and outside. Magonjwa yote Mungu anaenda kutuponya nayo. Anything that is deteriorating your health is a disease. Anything that is not giving you confidence before people is a disease. Anything that is causing you to not to sleep at night, or when you are supposed to sleep, that is a disease. Kitu kinakupatia shame when you stay with other people, inakuletea aibu.
those are things that God is going to heal in our midst. Hallelujah. Masomo umesoma haingii kwa kichwa. There is healing that is coming. The Bible says that God will make you the head and not the tail. Utakuwa mshindi bali hautakuwa mkia. But why are you the tail? Because there is a disease in you. Kuna ugonjwa ndani mwako. We need to be as the children of God. Ambia Mungu akutoe kwa hiyo the spirit of lack. We need to come out of it. Shame in our life, tunatoka ndani yake. Confusion. You are doing things with the confusion. The spirit of losing, badala ya kupata faida ni hasara. That is a disease in our life. Lakini Yesu anasema kwamba he came to heal all manner of disease and wounds in our lives. Healing is our portion. May this healing be your portion in the name of Jesus. May the Lord heal you from every hardship in Jesus' name. May the Lord set you free from every confusion in the name of Jesus. May the Lord make you perfect in Jesus' name. May you receive what is from the Lord in the name of Jesus. May you never be ashamed again in the name of Jesus. May you get the answer for that question you have in the name of Jesus. May you get a direction for your lost path in the name of Jesus. I declare your favor in Jesus' name. I declare your freedom in Jesus' name. I declare your healing in Jesus' name. I declare your receiving in the name of Jesus. I declare an open heaven. Heavenly treasures for you. Heavenly blessings for you. Heavenly visitation for you. The Lord may do wonders in your life. The Lord lift you again. May the Lord use you again. May the Lord restore your power. May the Lord restore your ministry. May the Lord restore your job. May the Lord restore your healing. May the Lord restore your blessings. Whatever you lost in life, receive it again in Jesus' name. Be restored again. Be strengthened again. Be lifted again. Be used again of the Lord. In the name of Jesus. I declare this word shall come to pass in your life. If you believe, may you say amen. If you believe, say amen. Receive it in the name of Jesus Christ. I break every chain in the name of Jesus. I break every chain in your life. I break every chain in your life. I deliver you from bondage in the name of Jesus. Every bondage in your life. I set you free now. I set you free now. I set you free now. In the name of Jesus. I declare now. You are a child of God. You are getting released from above. You are getting your freedom. You are getting your blessings. You are receiving in Jesus' name. Every door that is closed in your life, I declare it open in the mighty name of Jesus. Every hindrance for your blessings, in the name of Jesus. I declare the Lord is opening a new door for you. I declare the Lord is releasing from above for you in the name of Jesus. Every problem that has troubled you for long, today is the end of it. Today is the end of it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive your freedom. Receive your release. Receive from the Lord. In the name of Jesus.